Inua mikono juu zaidi. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ninapoomba jioni ya leo, chochote kinachozuia matokeo kwenye maisha yangu, chochote kinachoshindana nisizae vitu vikubwa, na hata nikizaa nisikae, leo ninapoomba kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, moto wa Bwana kwa ajili ya kulitengeneza kanisa la Bwana lililokusudia kwa ajili ya kutengeneza watoto wake. Kuna mwingine unajisikia kama kizunguzungu. Kuna mwingine kuna vitu vinafanya kama utapike, kama usitapike. Kuna hali unaisikia ndani. Hebu njoo hapa. Yaani haujisikii kawaida tena. Umeanza kujisikia isivyo kawaida. Njoo. Changamka na kusubiri. Changamka.
Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Kulazimisha tuzae vitu. Sijui unanielewa ninachomaanisha.
Kwa wanawake watashika tumbo, lakini wanaume watashika viuno. Lengo ni kusemesha tumbo la uzazi. Tumbo la uzazi kwenye ulimwengu wa roho. Viungo vya uzazi kwenye ulimwengu wa roho viachilie matunda. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ninaamuru viungo vyangu vya uzazi kwenye ulimwengu wa roho. Achia matunda. Achia matunda.
Shikilia karatasi yako ya maombi leo. Yes, tarumbeta. Twende tena tarumbeta. Kuna upepo unapita anapopuliza. Hayo mambo yanaguswa anapopuliza. Anapopiga tarumbeta tena. Nguvu za Roho Mtakatifu kama upepo. Nguvu za Roho Mtakatifu kama upepo. Kama upepo. Roho Mtakatifu. Puliza tena, puliza tena. Anapopuliza mara nyingine. Hayo uliyoandika. Hayo uliyoandika. Nguvu za Bwana zipite sasa. Wengine mnataka watoto. Wengine mnataka kazi. Wengine mnataka uponyaji. Wengine mnataka cheo. Wengine mnataka afya. Wengine mnataka nyumba. Kila mmoja na yale mlioandika. Haya, 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 haya. Haya, haya, haya. Nguvu kama upepo. 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 Inua sadaka ya mjumbe Bwana. Sema Mungu Baba. Mungu Baba. Maombi haya niliyokufanyia leo ninaambatanisha na sadaka yangu inayoleta moyo wangu. Bwana, sadaka hii ni moyo wangu unaokuamini kunipa matunda, kunipa matokeo kwenye mambo yangu, kwenye familia, kwenye uchumi, kwenye afya, kwenye elimu, kwenye uzao, kwenye huduma na kwenye mambo mengine. Bwana, sikia maombi yangu na kumbuka sadaka yangu hii nayoipanda leo kwenye madhabahu yako. Asante kwa kuwa umenisikia na umeipokea dhabihu yangu kwa jina la Yesu. Amen.
sadaka. Kwenye hiki kitunga kikapu hiki tunaweka maombi, si ndio? Alafu kwenye hii kubwa tunaweka sadaka. Yaani hii ni hizo karatasi zako za maombi, usiogope kuzisoma. Halafu hapa na hapa tunaweka sadaka. Baba ni maombi yangu. Karibu tuanzie kule nyuma. Tuanzie nyuma. Na mbele yao unaona giza. Yale huwa sio mawazo juu. Kuna giza. Kuna giza kiuchumi, kuna giza kielimu, kuna giza kiafya. Yaani wewe kuna giza, kuna eneo
asubuhi kuamuru mapambazuko. Tukutie moyo, kama ukiweza njoo, sio muda mwingi, hata ni kama almost saa moja mpaka saa mawili. Njoo. Ukifika hapa saa 5 utakuwa umetisha. Nafikiri ndio tunasimama kwanza kuhubiri. Tunakimbia tuchape, tunapiga maombi, tunamtolea Bwana dhabihu, halafu tunaenda nyumbani. Leo maisha yawe na nuru, kung'aa, kupambazuka. Kwa hiyo tupate ile nafasi njoo. Lakini kumbuke ndugu yangu ambaye unaona yeye hata ukimwangalia unaona maisha yake ni magumu. Mwambie nenda kanisani, acha kunyanya ukutani. Bwana atakusaidia, hatubadilishi dini yake. Sisi tunachofanya tu tunampa msaada wa Mungu. Yes. Hallelujah. Kuna mtu hajaokoka hapo, ungehitaji uokoke siku ya leo? Upo hapa labda hujaokoka, umekuja kanisani hujaokoka, au umewahi kuokoka kwa nyuma na ndani yako unasikia ushuhuda huu. Kama Yesu akija leo unabaki. Siku hii ya leo usiache, usirudi nyumbani hivi hivi bila kumpa Yesu maisha yako. Kama upo karibu, tukuombe. Nipe hiyo kwa nasi ukiwa unajifikiria. Ninakuombea Roho Mtakatifu akusaidie kufanya uamuzi.